Naam, mtazamaji wa Trend TV, nadhani utakuwa unakumbuka kuhusiana na video ambayo ilienda viral huko mtandaoni ikiwa inamuonyesha kijana wa umri mdogo sana akiwa anafanya biashara ya kuuza mayai. Sasa wakati anauza mayai, kuna huyu jamaa ambaye alikuwa yuko kwenye roli, nadhani dereva wa roli. Wakati kijana huyu anauza mayai, huyu jamaa yeye alimuomba dogo yai moja bure. Unaona, lakini dogo kwa hali ambayo hakuna mtu ambaye alikuwa na expect ingetokea, ni kwamba dogo kweli alimkabidhi hilo yai la bure moja, na ni kitu ambacho kilimgusa hata huyo jamaa ambaye alikuwa anaomba yai kwa huyu kijana la bure moyo wake, kwa sababu kijana ukimwangalia anaishi maisha ya anahangaika, yani ya kujitafutia au vipi bwana. Lakini pia at the same time bado yuko na moyo mzuri kiasi kwamba hata kama ukiwa huna pesa anaweza kukupa yai bure. Umeona, ni kitu ambacho kiukweli kimewagusa watu wengi sana na kimewavutia watu wengi, na watu wengi sana kiukweli wamekuwa very emotional baada ya kuona au kukutana na hiyo video. Na Mario ndiye mtu wa kwanza kabisa kuiposti ikaenda viral, kwa sababu huyu jamaa mwenyewe alirekodi, aliposti, lakini haikuwafikia watu wengi sana, hususan upande wa Instagram. Ili trend TikTok, lakini huko Instagram haikufika. Lakini Mario baada ya kuiposti bwana, ikagain momentum na watu wakaanza kuishare, maoni yakawa ni mengi, na watu, Mario mwenyewe pia akasema kwamba anataka kuonana na huyu kijana aweze kumsupport kivyo vyote. Lakini pia vile kuna watu wengine mbalimbali kama vile wakina Nana Dolls, nao pia walijitokeza wakidai kwamba wana plani za kumsaidia huyu kijana iwapo kama akipatikana. So kijana alipatikana, yule kijana ambaye aliomba yai moja la bure kwa huyu kijana, alafu baadaye akampa 2000 kwa shukrani. Ni kwamba alimpata huyu kijana na akatangaza kwamba bwana, nimempata na vitu vingine kama hivyo. Lakini baada ya kijana huyu kufahamika anapatikana wapi, basi leo kuna habari mpya imekuja viral huku mtandaoni, ambapo kijana huyu bwana ametembelewa mpaka nyumbani kwake na wafuasi wa Chief Godlove kwa ajili ya kujitolea kumsapoti, kumpatia chochote kitu. Na kijana amezungumza, huyu dogo amezungumza na Chief Godlove, na Chief Godlove bwana akamsikiliza kijana anachotaka, yani takwa la moyo wake ni nini. Ni kwamba kijana akasema kwamba yeye anachotaka bwana ni kusoma. Umeona, lakini sio tu kusoma, Chief Godlove akaamua pia kumzawadia matray kadhaa ya mayai, unga, sukari, mchele na vitu vingine tofauti tofauti vya mahitaji ya nyumbani. Lakini pia akatoa ahadi ya kumsapoti zaidi kwenye upande wa lile ambalo kijana alilotaka, ambalo ni elimu. Na mama yake mzazi naye pia alikuwepo eneo la tukio, na yeye pia akazungumza mawili matatu na Chief Godlove, na ilikuwa ni moja kati ya moment ambazo kiukweli zimewabless na zimegusa na kubariki mioyo ya watu wengi sana kwa hiki ambacho Chief Godlove amekifanya kwa huyu kijana. So hapa kuna page mbalimbali zimekuja kuripoti kuhusiana na hiyo habari. Kwa mfano hapa kuna page wamekuja, kabla sija kusikilizisha kilichotokea, kuna page hapa wamekuja wamezungumzia hili swala kiundani zaidi au vipi bwana. Nataka hapa usikilize kitu ambacho kimetokea. Wameandika kwamba bwana, baada ya video ya mtoto mdogo aliyekuwa akiuza mayai kusambaa mtandaoni na watu wengi sana kutaka kumfikia mtoto huyo, bwana Chief Godlove amefikisha baadhi ya misaada kwenye familia hiyo na kuahidi kwamba kumshika mkono mtoto huyu kwa ajili ya kumpatia elimu na sehemu nzuri ya kuishi na wazazi wake. Umeona bwana, so hivyo ndivyo mambo yalivyo. Kwa hiyo hebu sikiliza hapa kilicho happen. Umeona? Kwa hiyo kwa kifupi ni kwamba dogo aliulizwa kwamba unataka nini, yeye akasema kwamba anachotaka yeye ni kusoma, yani anataka aende shule. Umeona? So ni kwamba dogo yeye alikuwa anataka kwenda shule na wala sio kitu kingine. Ongea chochote unachokitaka. Ongea chochote. Ongea chochote unachotaka, unaambia, usio na wasiwasi, usiogope. Sema chochote kile. Kama wakati tunapopiga story. Yes, unaitwa nani? Naitwa Laurent John Peter. Laurent John Peter. Ndiyo. Una miaka mingapi? 12. Una miaka 12. Ndiyo. Sawa, sasa Laurent, mimi naitwa Godlove Jacob Mwakibete. Umesikia? Ndiyo. Na mimi niwaambia huko ambako wewe ulipo. Umeelewa? Ndiyo. Lakini pia nimeelelewa kwenye mazingira ambayo wewe unaelewa sasa hivi. Mimi nilikuwa nauza chapati, nauza chai, nauza unataka
Shule tunakupeleka, lakini pia nataka nijue mazingira unayoishi yatakuwa rafiki kwa wewe kuwa unasoma shule. Kwa hiyo tuangalie kama mazingira unayoishi hapo, nijue namna gani ya kukusaidia ili unapotoka shule ukirudi nyumbani usiwe tena unakuta ugali hamna mboga hamna nini ukashindwa kusoma. Unaelewa? Kwa hiyo nimekuletea hapo vitu vidogo, hivyo vitu anga na ndizi mtamaa mahali. Yeah, so at the end of the day ni kwamba Chief Godlove bwana ametuma vitu vingi sana kwa ajili ya mahitaji kwanza ya chakula nyumbani. Umeona, ili kijana aweze kutuliza akili, kusettle down, maana tunafahamu kabisa kwamba dogo anaishi maisha duni, maana alikuwa anauza mayai. Umeona bwana, lakini kutokana na moyo safi ambao yameuonyesha ni kitu ambacho kimefanya hata Chief Godlove mwenyewe aguswe na kufanya hiki ambacho ameamua kukifanya, ni kumsupport huyo dogo. Lakini kuishia hapo, Chief Godlove pia alizungumza na mama mzazi wa kijana huyo. Kijana anaitwa Laurent actually. Pole sana kwa kuwavamia, tumewavamia usiku. Ndio, nashukuru sana. Poleni sana nini. Tunashukuru binafsi. Ndio. Nikupongeze kwa kuwa na kijana ambaye ni mpambanaji. Ndio. Alikutana na huyo kaka amevaa hapo shati nyeupe, sijui alikutana na huyo kaka amevaa hapo shati nyeupe, sijui alikuja toka mchana, ulimuona? Ndio. Akawa amenunua mayai yake, lakini akawa amerekodi video ambayo hiyo video Watanzania wameiona, na jinsi walivyokuwa wanahojiana maswali huyo kijana na mtoto. Kijana anaonekana ana akili nyingi sana, na mimi imenikumbusha kipindi ambacho niko kijijini kwetu, naishi maisha ya kawaida, wazazi wangu wanatuma nikauze. Yeah, so the reason behind ni kwamba kitu ambacho kimepelekea mpaka Chief Godlove kutoa hiyo support ni kwamba na yeye pia anakumbuka maisha ambayo aliyapitia huko zamani, kwamba na yeye pia alikuwa anaishi maisha ya namna hiyo ya kujitafutia mitaani. Umeona, kwa alivyoona ile video ikamkumbusha hiyo moment ambayo yeye alishawahi kuexperience kipindi hicho akiwa na yeye pia bado mdogo katika umri huo. So ni issue ambayo kiukweli imewafurahisha watu wengi, na watu wengi sana kiukweli wamempongeza Chief Godlove kwa hiki ambacho alichokifanya. Umeona bwana, na pia vile vile actually huyu Chief Godlove yuko na foundation ya kutoa support, kutoa misaada kwa watu ambao wana uhitaji, kwa hiyo imemfikia moja kwa moja kijana. So ni kitu kizuri, very positive thing. Ukiwa kama mdau na kipi cha kuzungumza, weka maoni yako katika comment section, tutakuwa tukisoma na kureplay kila comment, na pia hakikisha una subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.